DCI TV siku ya leo imepiga kambi hapa katika kituo hichi cha upataji nafuu ya changamoto ni matumaini, shirika la kuwasaidia waathirika wa dawa za kulevya katika eneo la Bunju jijini Dar es Salaam. Sasa tupate historia fupi kutoka kwa mkurugenzi wa kituo hiki cha upataji nafuu, Bwana Luis Botia. Kwa majina naitwa Luis Botia. Mimi ni director na counselor ya nyumba ya upataji nafuu hapa ya changamoto ni matumaini, eneo la Boko Gurumawe, jiji la Dar es Salaam. Na mimi nipo hapa tangu mwaka 2007 baada ya kupata mwaliko wa watu binafsi hapa Dar es Salaam kwa kutembelea Tanzania. Nilikuja mimi na rafiki zangu, nilitembelea Dar es Salaam na Zanzibar, na tulichopata ni kama mwito wa vijana mitaani Mwenge, Feri au Zanzibar pia, ambao walituambia njooni tafadhali tusaidie kwa shida zetu za kutumia dawa za kulevya. Hakuna mtu hapa anaweza kutusaidia, tupo peke yetu. Na mimi kweli nilisikia kilio chao, nilisikia moyoni, nilirudi kwangu, na baada ya muda nilizungumza na mke wangu, na kabisa Mungu ametuambia wazi sana, hatimaye tuliamua kurudi hapa. Na tulipofika hapa tena, mimi, mke wangu na watoto, tulianza kuwapokea vijana ambao walihitaji msaada kwa kuacha matumizi mabaya ya dawa za kulevya na pombe. Kwa hiyo mwaka 2008 tulianzisha rasmi changamoto ni matumaini, shirika letu, na tulianza kufanya kazi kama nilivyofanya Spain ya kuwasaidia vijana, wazee na watu wote walio na shida ya namna hiyo. Utaratibu na sifa za kujiunga katika kituo hiki cha upataji nafuu ya changamoto ni matumaini ukoje? Hapa mkurugenzi wa kituo hiki Bwana Luis Botia anafafanua. Huduma yetu ni bure kwa sababu sisi msingi wetu ni ya Kikristo na tumepewa neema siku moja, kwa hiyo sisi tunataka kutoa neema pia. Kwa hiyo sisi hatuombi fee wala adha kwa ajili ya kuweza kujiunga changamoto. Masharti mawili tu ni tunayoomba: kupata nafasi ya kuongea na yule mhusika au familia kwa kuwaelezea jinsi ya programu yetu inavyofanya kazi, na ya pili ni kuleta x-ray ya kifua kwa ajili ya kuhakikisha asipokuwa na yule mhusika shida fulani ya kiafya. Akiwa shida hiyo, yeye anaweza kuomba matibabu ya kifua basi. Na tunachofanya hapa, tunaishi pamoja. Programu yetu ni ya kukaa hapa kwenye nyumba hii, tunaishi wote pamoja, na sisi tunatumia njia mbili kusema. Tunawasaidia vijana kupata afya na akili tuseme imamu kwa ajili ya kupata clear, lakini pia tunawasaidia rohoni, kwa sababu sisi tunajua kwamba ni lazima kupata njia hizi mbili: nguvu ya mwili, ya akili, lakini ni lazima kupata tamaa mpya tuseme. Asijepata mabadiliko ndani ni ngumu sana baadaye hata akirudi nje kubadilika. Baada ya kupata historia fupi ya kituo hichi cha upataji nafuu kutoka kwa mkurugenzi wa kituo hichi cha changamoto ni matumaini, Bwana Luis, sasa tumtazame mraibu aliyepata nafuu, Bwana Paul Joram. Sababu zilizomwingiza kwenye dawa za kulevya na sasa ana hali gani? Mimi hali yote, nimezaliwa Zanzibar, kakulia kule Zanzibar, nikaanza kufanya kazi kule Zanzibar, kazi ya polisi. Fanya kazi ya polisi, lakini baada katika kazi nikaanza kutumia madawa ya kulevya. Tumia madawa ya kulevya kwa muda mwingi sana. Baadaye kazi kanishinda. Kazi kunishinda, tena nikaanza kazi ya uporaji, unyang'anyi, wizi, uongo, hadi kwa maisha yangu yakawa mabaya sana. Kama maisha yangu ni jela,
nimepigwa, niko hospitali, nimelazwa, ndio maisha yakawa hivyo, na nikazidi kuwa tofauti kabisa. Maana madawa ya kulevya aliingia sana katika mwili wangu, na ninakumbuka pigo ambalo nilipata katika hali ya madawa ya kulevya. Nilipata habari kwamba mama yangu amefariki wakati mimi niko jela, nimefungwa miaka 5 Zanzibar mwaka 2001. Lakini nilipata bahati ya kumzika mama, na kutoka jela 2003 nikasema mama ashakufa. Nikaendelea mpaka familia yangu, kaka, ndugu wakashindwa kukaa na mimi kwa mambo yangu. Kwa hiyo hali ikawa hivyo hivyo ya madawa ya kulevya, wizi, poraji, unyang'anyi, uongo. Mpaka nakumbuka familia yangu kiongozwa na kaka yangu ambaye sasa marehemu Shazila aliniita akaniambia, bwana wewe, hayo ndio maisha yako haya sasa, sisi hatuna habari na wewe. Kwa hiyo hali ikawa mbaya sana. Katika hali ikawa mbaya sana, nakumbuka mwaka 2015 mdogo wangu anaitwa Frank alikuwa anataka kuoa. Mimi sina habari, katika mahangaiko ya wizi, nyang'anyi. Basi kanaambia, nakumbuka aliingia maskani, bwana wewe, unajua kama mimi naoa? Mimi sijui, mimi naoa leo. Bidi akanichukua mpaka nyumbani. Kwa hiyo familia yako nyumbani kuniona nimeingia pale. Kwa hiyo kila mmoja nyumbani mwenye kipochi chake akaweka sawa, mwenye simu yake akaweka vizuri. Okay, chuma kimeingia hicho. Kwa hiyo kila mmoja akaweka attention. Lakini mdogo wangu yule hakuniacha. Kaingia chumbani, anambia kaa. Akaa. Baada ya chakula tukala, akatoka na mimi. Anambia, bwana wewe, utulie. Nikatulia. Kanipa suti na viatu. Akisuti ilikuwa inaning'inia kama ndege. Basi tukaenda, akaniweka mbele kwenye gari bwana harusi. Kwenda kanisani, vigeregere, wanafungua mlango, gari bwana harusi, natoka mimi, watu huyu. Lakini mdogo wangu hakuniacha. Mpaka kanisani tukafanya harusi, maliza kila kitu, mpaka kwenye hall kila kitu kamaliza, karudi nyumbani usiku. Saa 6 kama ndugu wangu, bwana nipe suti nipe viatu, haya wewe nenda. Ni wajibu wangu maisha. Mimi sikuondoka. Katika majanga yangu madawa kulevya, nishapona kufa mara 3. Mara ya kwanza tulikwenda kuiba na wenzangu Zanzibar, kapigwa, tumelala chini, watu wanavuta petroli tuchomwe. Lakini kuna mwindi mmoja juu kule kapiga simu, jamani kuna watu wanataka kuuliwa. Sisi tuko flat, damu kibao. Kaja askari kapiga bastola juu na kuambiwa tukachukuliwa mpaka hospitali. Ile mwanangu alikaa siku 3 bila kuamka. Alivunjwa taa zote. Mimi vile vile nimekaa siku 2 bila kuamka. Madaktari wakasema kwamba huyu mtu tayari ameshakufa. Nikafunikwa zile pazia ninavyoambiwa na familia. Lakini kuna mama mmoja mzungu, Save Children, anapita kwenye ward zile za mahabusu. Anaomba huyu ameshakufa, lakini kila mama ninavyoambiwa kama kila kinikusa na huyu mtu bado hajakata damu, huyu hai. Daktari anambia he's dead. Anambia hapana. Ajibu akitafuta mapigo apati. Kaona huyu mtu. Lakini yule mama naambiwa mimi hajakubali. Akachukua wale mapigo ya moyo akaingiza kwenye haja kubwa huko. Unajua huko nasikia kwa moto. Kampa jibu kama huyu mtu. Apigwa zile. Na kifo cha 3 alikwenda kuiba Zanzibar. Pigwa gereji, shalala chini. Kwa hiyo watu wameinua ile chisi ya gari ile. Kama watu 10 wameinua nataka wanaachie nayo.
lakini Mungu aliniokoa. Atokea shehe mmoja, jamani, nikapona. Nathani ni miongoni mwa waraibu wanaopata tiba katika kituo hichi Changamoto ni Matumaini. Huyu alikuwa na ndoto za kuwa mdau wa masuala ya kitalii hapa nchini, lakini ndoto zake zimezimwa kutokana na matumizi ya dawa za kulevya. Ni kwamba mimi nilianza mambo ya uraibu kiujumla, tuseme kwa ufupi, kipindi nipo sekondari. Na mimi nilianza kwa vishawishi kutoka kwa marafiki. Nakumbuka kipindi niko form 1 nilianza kuvuta bangi, nilijaribu kuvuta bangi, na mwanzo kabisa mimi sikuona faida yake wala sikuona raha yake, kwa sababu kila kilevi kinakuwa kina stimu yake tunasema, lakini mimi sikuona mara ya kwanza. Niliona tu ni kitu ambacho kinanipa kama usingizi na kuwa dizi kidogo, lakini baadaye nilipoanza kuwa nakitumia mara kwa mara, kwa sababu nilipokuwa nikikutana na huyo rafiki, yeye alikuwa ananiona huyu jamaa vipi mshamba, aendi na wakati na nini. Kwa mimi hili kuficha ile aibu yangu nisionekane niko nyuma, nilianza kutumia vile vitu taratibu. Kwa hiyo baadaye ikawa nimefikia form 3, nilianza kutumia vile vitu mimi mwenyewe kwa kutafuta wapi mapusha wanauza, na nikaanza kutumia na pombe pia. Kwa hiyo nashukuru Mungu tu hata niliweza kumaliza form 4, kwa sababu nisingeweza. Kipindi kile nilikuwa nimeshazama sana na sikuweza hata kujua namna gani ya kuweza kung'atuka. Nilikuwa siwezi kula, nilikuwa siwezi kuongea hata na mzazi wangu au mtu yoyote kwa kujiamini pasipo kutumia bangi. Kwa hiyo niliishia katikati, na baadaye nakumbuka nikarudi nyumbani, lakini bado nilikuwa nina taaluma au nina mapenzi ya mambo ya tourism. Kwa hiyo nilimwambia baba, nikamwambia bwana, mimi kweli mpira kweli sasa hivi imekuwa sio jambo langu, sababu ya mambo nilikuwa napitia, lakini sikumweka wazi ni nini napitia, na nilikuwa najitahidi sana kuficha. Najua sababu mimi wazazi wangu wote ni wa Kristo, na baba pia alikuwa kipindi ni mzee wa kanisa. Kwa hiyo mara kwa mara ninapokuwa nyumbani sio yule ambaye napoishi kule mtaani, ni tofauti. Na nakumbuka kadha wa kadha ilitokea nilipokuwa ninapata shida mtaani, watu wanaenda pale kushtaki, mwanao bwana kapigana, amevunja nini kwenye magrocery ya watu. Baba yeye hakuamini hata mara moja. Alijua mwanae ni mtu mmoja innocent, yeye hana kuuza na mtu. Kwa hiyo nilipoenda kumwambia kuhusu mambo ya mimi kusomea mambo ya utalii, alikubali, na nilianza kusoma mambo ya utalii. Mambo yangu ya chuo nilikuwa nasomea mambo ya utalii. Kwa hiyo nikaanza kazi moja kwa moja, na nakumbuka kipindi tulipokuwa tupo likizo, mimi nilikuwa nikipata tu likizo, hata kurudi nyumbani nilikuwa sirudi. Mshahara wangu wote utaishia huko, mimi na wanawake, pombe, najua starehe kwa ujumla, na mara kwa mara nilisahau hata kuweka hata akiba kidogo kwa ajili ya kufanya maendeleo, najua. Kwa hiyo maisha yalienda kama hivyo, lakini baadaye wazazi wakaja wakajua, baadaye yule bosi akajua, nikaja nikasimamishwa kazi. Greenhouse hii na mazao unayoyaona haya ni matunda na usimamizi mzuri wa aliyekuwa mraibu wa dawa za kulevya Bwana Abubakari, ambaye ameingia jijini Dar es Salaam kutoka jijini Tanga kuja kutafuta maisha, na akajikuta ameingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Hebu tupate historia yake kwa ufupi. Kwa jina naitwa Abubakari Bilali, na niliondoka nyumbani nikiwa mdogo, na miaka niseme mtu mzima, miaka 18, lakini nilifika Ubungo pale, ikawa nikashirikiana na niko na watoto wenzangu pale, mara hivi kunusa gundi, mara sigara, mara hivi. Mwisho wa siku feri kama maisha yangu ni hivyo, maskani vuta sigara, kunusa gundi haitoshi, sigara haitoshi, bangi haitoshi, unga sasa ndio imepelekea mpaka nikakutana hizo sasa. Dawa za kulevya zilinipelekea nifanye matukio ambayo si mazuri kiukweli. Nilikuwa na iba, naongea uongo, umeona, nakaba, nalala nje, nalala kwenye mifereji, umeona. Muda mwingine natafuta hela nakosa, naumia na arosto, naenda kuiba pia vile, napatwa na matatizo. Kwa nilikaa chini nikafikiria, maisha haya mpaka lini? Ukiangalia sina hata mtoto, sina hata familia, umri unaenda. Kwa nilikaa chini nikajiuliza,
nitaishi maisha haya mpaka lini? Niko kwenye moja ya banda la kuku ambalo linasimamiwa na aliyekuwa mraibu Bwana Festo. Hapa anatueleza historia yake kwa ufupi. Mimi naitwa Festo Blaster. Nimetokea Dodoma na changamoto niliyokuwa nayo ni changamoto ya pombe, bange na madawa ya kulevya sikupitia sana, lakini niligusaga, ila nilivuta sana bangi, nilikunywa sana pombe. Niliharibu kazi, niliharibu masomo, unajua. Wazazi niliwaletea shida kidogo, unajua, sana tu, kwa maana nilishindwa kufanya yale ambayo natakiwa kufanya kwa mtoto ambaye ni mtukutu. Ndoto zangu mimi nilikuwa nahitaji niwe jeshini, niwe mwanajeshi, lakini au niwe daktari. Lakini niliharibu kwa kweli, niliharibu hata kazi ya mimi Dodoma pale JKT Makutupora. Tulianza nilienda baada ya miezi kama nilipomaliza form 4. Niliharibu shule, nikawa nipo mtaani, nikatafutiwa nafasi ili niingie jeshini. Kwa hiyo nilianza kwa miezi mitatu tu nikaharibu mwelekeo. Niliharibu kila kitu kwa sababu tulikuwa kila siku ni watu wa kuleta shida serikalini pale. Basi ilitokea kwamba kama suspension tulipewa, kufukuzwa. Kwa hiyo tokea kipindi hicho nikaanza kutafuta mambo mengine, nilisomea mambo ya tour guide and hotel management. Pia sikupata nafasi tena ya kusoma, unajua. Kwa hiyo niliharibu mitatu mtaani na surura na kunywa pombe na mambo kama haya. Lakini ndoto yangu haswa ni kuwa naitumikia serikali kwa njia ya jeshi. Shirika la Changamoto ni Matumaini limejikita katika kuwasaidia waraibu wa dawa za kulevya na vilevi vingine kupitia programu maalum zinazolenga kuwasaidia kurejea katika maisha yao ya kawaida. Ni programu zipi zinatumika na shirika hili katika safari ya kuwasaidia waraibu kupata nafuu kikamilifu? Programu yetu ina awamu 3. Kwa hivyo anapojiunga kijana mtu fulani kwa kupata nafuu, yeye anaingia kwenye programu hiyo ya step 3. Step ya kwanza ni kama wiki moja, wiki mbili, inategemea ya hali ya anayejiunga. Lakini kwenye wiki si mbili tunachojaribu ni jeje apate kama shughuli ya kusahau mazingira na mambo yake. Tunafanyaje? Tunazunguka, tunatembea, tunafanya shughuli za nyumbani, tuseme shughuli nyepesi, lakini ya kufanya kila mara na kila siku, ili akili zake sianze kutulia. Kwa ajili gani? Mtu ambaye anaacha dawa za kulevya, pombe, ameanza kusikia maumivu kali na akilini anasikia kama kukata tamaa kila mara. Kwa hiyo kwenye wiki hiyo au awamu hiyo ya kwanza, sisi tupo pamoja naye masaa 24 kwa kumtia moyo, kumvuta, kumsukuma, na anajeshinda awamu ya kwanza anaingia kwenye awamu ya pili. Awamu ya pili ni kuingia kwenye shughuli zetu ya vocational training program. Maana yake ni kuanza kwenda labda karakana ya useremala, karakana ya kuchomelea, karakana za mifugo au kilimo, ili kila mmoja aweze kuona kwamba yeye anaweza. Sisi kwenye timu yetu tunapanga kila wiki ratiba kwa ajili yao. Kwa hivyo tukiona kwamba mmoja ameanza kushughulikia vizuri, tuseme akaanza kufanya vizuri, tunampa labda responsibility nyingine au jukumu lingine, ili pole kila mmoja aone kwamba anaweza kujifunza, anaweza kutumia vizuri vyombo na anaweza kuwasiliana vizuri na watu wengine, kwa sababu waharibu walioathirika na dawa pombe walifanya mambo yao sana kupitia uwezo wa dawa, lakini anayeacha dawa anahitaji kama kujifunza, kuwasiliana, kutumia vifaa au kuamua. Kwa hiyo sisi tunawatia moyo, na awamu ya 3 ni kurudi kwa jamii, labda nyumbani, familia au kazi fulani, na sisi tunachotaka ni kuwasaidia ili wapate nguvu ya kutosha, lakini pia tunashirikiana na familia, na baada ya miezi miwili ya kukaa hapa, familia wanaweza kuwatembelea. Kwa hivyo
Wanapokuja tunashirikiana na familia ili baadaye wao wajue kila stepu alivyopita mtoto wao, na hii ni awamu hizi 3 ya programu yetu. Sasa baada ya kupata historia fupi ya Bwana Paul Joram ambaye pia alikuwa mtumishi wa serikali kama askari wa jeshi la polisi, tufahamu hali yake kwa sasa baada ya kuwepo katika kituo hiki cha Changamoto ni Matumaini ikoje? Sasa mdogo wangu baada ya kufika Changamoto 2015 kaona changamoto sielewi, bado ile ya roho inanikamata. Nimekaa hapa wiki 3 nateseka, naalisha, siwezi kula. Nakumbuka mkurugenzi wangu Luis ndo ananitia moyo, ukanala juani hapo, ananitia moyo, Paulo twende, hii itaondoka, Paulo twende. Nikapambana. Baada ya kufika miezi 8 hapa, ambia mkurugenzi wangu mimi naondoka bwana, nishapona. Mkurugenzi akaniambia, Paulo sasa hivi umenenepa mashavu, nataka watu wakuone. Wewe bado kuna kitu ambacho Mungu anataka atengeneze ndani yako. Nikatulia. Sasa baada ya miezi 8 ndio nikakubali sasa kumkabidhi sasa Kristo kila kitu katika maisha. Nikamkaribia sasa Kristo, naye akanipokea, akanibadilisha. Na sasa hivi nina miaka 10.5 katika hii taasisi. Sijaondoka, nakwenda narudi, lakini bado nipo. Mungu ananiambia kaa, watakuja wengine. Hali yangu ya kifamilia sasa, kwa kweli kaka yangu marehemu kabla hajafa Chazi, naye alikuwa mlevi sana, lakini kabla hajafa miaka 7 nyuma aliacha kila kitu akamkaribia Mungu kwa sababu ya mimi. Na akasema, wewe, anaambia huyu tulikuwa tunamwona takataka, tunamwona hafai, tunamwona sie, lakini kumbe Mungu anabadilisha. Na akaacha. Walifikiri kama shida yangu mimi madawa kulevya au pombe, hawakujua kama wao na yao. Wakajua kumbe hata si vile vile tuna shida ya dhambi. Kwa hiyo sasa hii familia yangu yote imebadilika na iko ndani ya Kristo. Mimi na mtoto mmoja nimeombwa na mama yake, sio kuoa, wa pembeni. Lakini sijui. Baada ya kupata historia ya Nathan, na sasa anaendelea vipi? Kwa hiyo ni mimi kufika hapa, na nilipokuja hapa nilikaa kwa uchungu sana, kwa sababu sikutaka kabisa kwa taratibu za humu ndani. Unajua, kwa sababu tunaishi kidogo tofauti na tunavyokuwa tunaishi mtaani. Unajua, hapa haturuhusiwi kutukana, haturuhusiwi kunywa pombe, hatupewi madawa ya aina yoyote. Unajua, kwangu mimi ilikuwa ni kama nimebanwa sana. Kwa nilipokuja hapa nilikuja pia na hasira ya kupata mabadiliko. Takaporudi mtaani watu waanze kusema huyu ni Nathan ambaye sisi tulikuwa tunamjua, sio huyu. Unajua, kwa hiyo hata nilipokaa baada ya miezi 5 nilipata bahati ya kwenda kusalimia nyumbani hapa, walinipa ruksa. Nilipoenda watu wengi walijua mimi labda nimetoka South Africa au nimetoka wapi, sababu nilianza kubadilika. Mimi sikuja na mwili huu mnaoona nao hapa sasa hivi, nilikuja na mwili tofauti, sababu kama mtu ambaye kumuona teja yule anabeba makopo na nini, hivyo ndio ilivyokuwa hali yangu. Kwa hiyo nilipokaa baada ya miezi 5, sababu hapa hatunywi hatuvuti, mwili ulirudi, ile sumu ilikuwa imeshatoka. Kwa hiyo nilipoenda wengi walijua labda nilikuwa nimepata bahati ya kwenda Ulaya au South Africa, lakini sio. Nilikuwa niko hapa Dar es Salaam Changamoto. Unajua, tunakula bilinganya, nyanya chungu ambazo tunaenda kuchangishaga huko masokoni. Kwa hiyo ni neema ambayo kwangu mimi nasema Mungu alinionyeshia neema, na kiukweli baada ya hapo nilitamani kuanza kupata hofu ya Mungu. Mbali na tiba na ushauri, shirika hili lina miradi mbalimbali inayolenga kuwajengea waraibu ujuzi wa stadi za maisha ili waweze kujitegemea mara baada ya kumaliza kipindi chao cha matibabu na ukarabati. Ni miradi gani hasa inayotekelezwa kwa sasa kuwasaidia waraibu walioko katika safari ya utengamao? Kwa hiyo miradi yetu sasa ni kama karakana ya useremala, karakana ya kuchomelea chuma au kupaka rangi. Pia tuna sasa mradi wa kuku, tunafuga kuku, na pia tuna mradi ya kilimo cha kisasa.
Tumeanza kujenga sisi greenhouse kwa ajili ya kujaribu pia kupata chakula kwa ajili ya vijana, na pia njia yetu ya kufanya kila siku ni kama na kuambia sasa, sisi kila asubuhi tunafanya mkutano, tunakaa wote pamoja na tunasoma neno la Mungu kwa kupata kwanza wazo jipya kwa kila mmoja, tuweze kuanza siku tofauti, sio kwa mawazo yetu, kwa sababu mawazo yetu ni mengi labda. Kwa hiyo tunajaribu kuweka kati ya sisi neno la Mungu. Ajili yetu Biblia ni mwongozo wetu. Baada ya kuongea dakika 15 nusu saa, kila timu inaenda kwenye shughuli zake. Baadaye tunapomaliza shughuli zetu, tunarudi nyumbani, tunaoga, tunafanya mambo ya binafsi, tunapumzika, tunasoma, tunaongea mpaka siku yake. Na asubuhi tunapata breakfast, tunakula chakula cha mchana, na usiku tunakula pia. Sisi wenyewe tunapika na sisi wenyewe tunapanga vyakula vyetu na mpango wetu ya kila wiki. Hapa Bwana Festo Blaster anaeleza mambo aliyojifunza katika kipindi chote alichokuwa hapa Changamoto ni Matumaini. Kwa kweli nimejifunza mambo mengi ambayo nilikuwa sifahamu. Kwa mfano kama karakana kule nimezungupita, pale nilijifunza hata kupiga msasa, nilikuwa sijui. Na nilijifunza mambo mengi, hata usafi pia nimejifunza, kupika pia vizuri. Lakini nimejifunza mambo mengi nikiwa nipo na kuku pia. Nimejifunza jinsi ya kuku kuanzia wanaanza na jinsi mpaka wanaposhikwa, maana kwamba wakiumwa dawa zake, wakiwa na typhoid, wakiwa na magonjwa tofauti, nijue ninatumia dawa gani, najua natumia mfumo wa aina gani, na jinsi ya kuwa protect mpaka wanapokuwa wakubwa. Angalia afya nzuri ya mazao haya, pilipili hoho hii ya rangi jinsi ilivyopendeza. Na kama unavyoona majani haya, ukijani wake unaonyesha kwamba yana usimamizi mzuri. Sasa kutoka kuwa mraibu wa dawa za kulevya, leo hii ni msimamizi mtaalamu wa kilimo, na huu ni mkono wake wa mazao mazuri ya pilipili hoho. Hebu tuone sasa Bwana Abubakari alifikaje kuwa mtaalamu wa kilimo. Siku moja nikafika Changamoto hapa ni Matumaini. Mwongozo hapa ni Biblia, na ilinipelekea neno la Mungu linaweza kunisaidia katika maisha yangu, kwa sababu kilichonisumbua nje, kilichosumbua maisha yangu, kilichoharibu maisha yangu kiufupi ni dhambi. Kwa hiyo mimi niliamini kuwa Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Hapana kumtegemea mtu, yani hapana kutegemea kitu chochote isipokuwa ni Mungu tu. Nilipata nafuu haraka kwa sababu ni mimi mwenyewe matakwa yangu kwamba maisha yale ambayo yalikuwa naishi siyataki tena. Yaani nilijipa moyo mimi mwenyewe kwamba yale maisha ambayo nikiishi nje siyataki tena. Maisha yale mabovu ya dawa za kulevya, uwizi, kulala nje miferejini wapi. Hiyo ndio imenitia moyo mimi, pamoja na uongozi wangu pia uliendelea kunitia moyo, lakini nilianza kujitia moyo mimi mwenyewe kwamba maisha haya sasa basi ngojea niishi maisha haya. Baada ya kupata nafuu ndo uongozi wakanikabidhi, kama mnavyoona hapo naendesha greenhouse hivyo, na naamini hata nikitoka nina uwezo wa kujiendeleza, kwamba mimi naweza, siwezi tena kurudi katika madawa, kwamba siwezi tena, yani nishapata moyo kwamba madawa mimi ilikuwa yananiharibia. Kwa hiyo napata moyo kwamba naweza kufanya, kwamba hata kufungua greenhouse na nikajiendeleza. Pamoja na mafanikio yaliyopatikana katika kituo hiki cha upataji nafuu cha Changamoto ni Matumaini, hapa mkurugenzi anaeleza ni changamoto gani wanakabiliana nazo. Changamoto kubwa kwa sisi tuna kama changamoto mbili tu. Ya kwanza, tumeshagundua kwamba sasa wanakuja vijana wengi ambao kwa sababu wanavuta bangi sana wanaanza kupata shida akilini, na kweli hii ni ngumu sana ya kuwasaidia mpaka wao wapate nafuu, wapate kama sova akilini, sio rahisi sana kweli, kwa sababu wengi wameingia kwenye matibabu ya vidonge ya kutuliza akili, na wengine wamesidisha, tuseme
wamechanganya na pombe. Kwa hiyo wengi wao wamekuja vijana kwa shida akilini, na kweli sasa tumegundua kwamba hii ni shida kubwa na tunahitaji kufanya kwa makini sana. Lakini changamoto ya pili ni tunajua hali ya nchi, tuseme kama nchi zozote, wanaporudi vijana wetu nyumbani kwa ajili ya mambo ya familia, mambo ya uchumi, mambo ya kazi, tunajua kwamba ni changamoto kubwa. Kwa hiyo tunachojaribu hapa ni kwamba vijana wagundue kwamba wao wanaweza kufanya, lakini tunajaribu kuwafundisha sana uaminifu, wafanye kwa uaminifu, kwa sababu hii ni kitu cha thamani kwenye ulimwengu huu, na wao wakubali kwa vitu vichache, sio vitu vingi. Wasitake kupata ulimwengu nzima. Sasa umepata nafuu, anza polepole sasa, kila siku. Na hizi ni changamoto hizi mbili kubwa. Ile ya tatu ni chakula, sababu sasa wako vijana 40, siku nyingine wako 45, na wao wanapoacha sumu, pombe au dawa wanakula sana. Kwa hiyo ni changamoto kubwa. Tangu kuanzishwa kwake hadi kufikia mwaka 2025, ni Watanzania wangapi wamenufaika na huduma zinazotolewa na shirika hili la Changamoto ni Matumaini? Tangu tulipoanza huduma yetu walipita vijana 1600, zaidi kidogo, lakini tuseme 1600. Wengi wao walipita hapa. Walichomaliza programu ni kama 60%. 40 walivunja kabla, kwa sababu sio rahisi kuacha hiyo tuseme kifungo hiki, sio rahisi. Kwa hiyo wengi wao baada ya miezi miwili waliondoka, miezi mitatu walikata tamaa, hata tukijaribu kuwatia moyo wengi wanaondoka, lakini wengi wao wamemaliza programu, wamerudi nyumbani, wamerudi shughuli zao, na kwa sasa tunaweza kumshukuru Mungu kwa sababu wengi wamepata nafuu na pia wamepata elimu ya kujua kwamba Mungu yupo na yeye anaweza kutusaidia mahali pote, na wao wametoka hapa kwa elimu, mafundisho na pia na upendo. Wao wameshaona kwamba bila dawa, bila pombe unaweza kuwa watu tofauti sana, na hii tumeshaona mpaka leo. Vijana hawa waliopata nafuu wanatoa wito kwa vijana wenzao walioko kwenye changamoto ya dawa za kulevya na kuwakumbusha kuwa kupona inawezekana kwa yoyote mwenye nia. Kwa kweli ni ngumu sana kuacha mipango hiyo, ni vigumu sana kutoka katika shimo hilo kama umeingia humo ndani, lakini tuna uwezo wa kutoka. Kwa kweli mimi naweza nikashauri kitu kimoja, kwamba tuna uwezo wa kutoka tukiwa tuko na Yesu Kristo. Yeye yeye ni Mungu ambaye ana uwezo wa kuingia ndani ya maisha yetu na mioyo yetu na nafsi zetu, kuanza kuzibadilisha na kuanza kuenenda tofauti na mazingira yale ambayo tuliokuwa nayo. Kwa hiyo sisi wenyewe peke yetu hatuwezi, bila msaada wa yeye Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tunahitaji msaada wa watu wa Mungu yeye mwenyewe kufanya tofauti ndani ya mioyo yetu. Watoe uamuzi wa kweli, waje kwenye kituo cha Changamoto na Matumaini. Ni kituo bora, ni kituo ambacho kinamfanya mtu anabadilika kweli pindipo akiamua. Wasione shida. Wengi ya vijana wanaogopa arosto. Unajua arosto? Kama nitakwenda kule nitakaa bila kuvuta, sababu sisi hapa hatutumii dawa na yote. Ni nafsi. Ni maamuzi kutoka ndani ya nafsi yako. Na nafsi yako kiamua, unamkabidhi Kristo asafishe yeye. Sisi tumeshindwa. Kwa hiyo nawatia moyo sana vijana ambao wako mtaani, waje wapate mabadiliko kama sisi sasa hivi tulivyo. Na hapa Bwana Ruiz Botia anatoa ujumbe wake mahususi kwa serikali na jamii kwa ujumla, akisisitiza umuhimu wa ushirikiano katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Ujumbe wa serikali kutoka kwetu, kutoka mioyoni mwetu ni twende pamoja. Sisi tunashukuru sana wanapotutembelea, tunaposhirikiana kwenye maadhimisho au semina au mambo mbalimbali, kwa sababu tunaona kwamba sisi hatupo hapa peke yetu, kwa sababu tuna vijana wengi
Sasa hivi wamepita zaidi ya vijana 1,600 wameshapita hapa changamoto. Kwa hiyo tunajua kwamba kazi ni kubwa, lakini pia tunajua kwamba serikali ina kazi kubwa kwa wote. Kwa hiyo sisi tunataka kweli kunyosha mkono wetu. Sisi tunataka kushirikiana na serikali. Tukiweza kufanya sisi tutafanya. Kwa serikali, msaada kwa ajili yetu ni kuona kwamba wao wapo karibu nasi. Tunawasiliana kwa ajili yetu ni moja, na vijana wetu wanafurahia sana wanapoona kwamba serikali inatutembelea, inatuita kwa kutuonyesha kwamba tupo pamoja, na kwa sababu tunajua kwa kushinda shida la dawa za kulevya pombe ni lazima kuwa kama umoja. Kwa hiyo kutoka hapa tunasema asante sana. Familia imekuwa msaada mkubwa katika kuwaweka wima tena. Upendo wao umechochea mabadiliko haya. Wazazi tunahitaji kuwa karibu sana na watoto, kwa sababu mzazi wewe unamjua mwanao jinsi alivyo, unajua. Kwa hiyo labda siku umekuja umemwona mtoto amerudi yuko tofauti, anaongea tofauti, anafanya vitu tofauti. Tusiwe na haraka zaidi ya kuwakimbiza watoto hospitali wakanyoshe vidonge. Usiwakimbize kwa waganga waende wakapewe sijui ramli au nini. Cha kwanza kabisa ni kumfanyia counseling mtoto mwanao, kuongea naye kwa upendo, kujua ni shida gani iliyomsababishia yeye kutumia hicho alichokitumia. 2, zipo taasisi kama hizi ambazo unaweza kufuata, mfano kama Changamoto, ukaongea na kiongozi wa hapa akakushauri nini kufanya kwa yule mtoto. Kiukweli familia yangu niliongea nayo na inanisi niendelee kutulia hapa, kwa sababu ni sehemu salama na ni sehemu ambayo inaweza kubadilisha maisha yangu kifupi. Sio familia tu, hata mimi moyo wangu kwamba umeona sehemu hii ni sehemu salama ambayo unaweza kubadilisha maisha yangu. Kwa hiyo wazazi wanawaambia sana wasiwe mbali na watoto wao ambao wameharibikiwa na uraibu, na vile vile wasiwatenge, na hata wanapobadilika watoto wao wawe nao karibu. Mimi nimeona mfano kwangu, dada yangu, ndugu zangu, sasa hivi wote nikienda familia wote wananikumbatia hivi. Nimewasumbua sana, nimewatesa sana, lakini sasa hivi wananikumbatia. Kwa hiyo mimi ni faraja kubwa sana ninapata kwa familia yangu baada ya kubadilika. Kwa hiyo wazazi nawatia moyo wasiwanyanyapaa watoto wao, wawe nao karibu ili wapate kubadilika. Nikiwa natoka katika kituo hiki cha upataji nafuu cha Changamoto ni Matumaini, naamini na kuliona lipo tumaini kwa waathirika wa dawa za kulevya. Tiba inawezekana, tiba inapatikana. Kwanza kupitia vituo kama hivi vya upataji nafuu ambao viko katika maeneo yote nchini, lakini pia kupitia Mati Kliniki inayotoa huduma bure ya methadone, lakini pia kupitia vitengo vya afya akili vilivyopo katika hospitali za rufaa, mikoa na wilaya. Kote huko serikali imewekeza ili waraibu wa dawa za kulevya waweze kupata tumaini jipya baada ya kupona na kurejea katika familia zao, kuendelea kusukuma mbele maendeleo ya taifa letu. Sote kwa pamoja tukatae dawa za kulevya, tutimize malengo yetu. Ni Daniel Kasakola wa DCI TV.